Nimeona hapa hayati Lukuvi alikuwa na kadi ya wanachama, na mimi ndio nilikuwa pale kwenye msiba wake, na atashangaa sana kule mbinguni kama mimi ambaye nilikuwa kwenye msiba wake sina kadi ya wanachama. Na kwa kuwa hamjawahi kuniletea, ninaiomba kadi hiyo. Kwa hiyo pamoja na kwamba leo nimekuja kama mgeni rasmi, lakini pia nimekuja kujiunga rasmi na klabu hii ya Young Africans. Mwakani nilikuwa na vizia siku kama hii niweze kujiunga kwa sababu ya uzito wake, ili nijiunge kwa madaha kidogo. Kwa hiyo Mheshimiwa Rais, sikutaka kujiunga haraka kwa sababu nilikuwa sijakuamini sana kwenye uongozi wako. Lakini nikaona kwa kuwa uongozi wako uko imara, na kwa sababu klabu hii pia imekuwa bingwa mara kadhaa, sina hakika kwamba nitakuwa najiunga kwenye klabu ambayo itanichosha. Najiunga rasmi kwenye klabu hii kwa sababu naamini tuko kwenye mikono salama chini ya uongozi wa Engineer Hersi. Jukwani ili sasa wapiga picha wapate picha nzuri, tukio hili la kihistoria, tukimkabidhi kadi yetu ya wanachama Mheshimiwa Albert Chalamila, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Tuliwaambia mfumo wetu ni wa kisasa, chap kwa haraka, hapo kwa papo. Wewe ambaye hujajiunga leo hii na kadi ya wanachama wa Yanga, sijui unasubiri nini? Kama dakika moja tu mheshimiwa ameomba kuwa mwanachama na tayari mfumo umempokea. Wewe unasubiri nini? Karibu sana rais wa klabu ya Young Africans, na nitumie fursa hii sasa kumkaribisha mwanachama wetu mpya kwenye mfumo. Makofi mengi kwa mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, mzee wetu, kaka yetu Albert Chalamila. Na mwisho rais atatuambia jina limeandikwa nani pale kwenye kadi. Si lazima tujue Asante. Makofi jamani, ni tukio la kihistoria hili. Mkuu wa mkoa anajiunga leo rasmi kuwa mwanachama wa Yanga. Mwakani. Mheshimiwa anataka tusalimie kidogo, ameniambia hapo. Mheshimiwa, karibu kidogo. Kama mnakumbuka vizuri, niliacha neno sasa nimefungua mkutano. Niliacha makusudi baada ya kadi ndio niseme sasa mkutano nimeufungua rasmi. Asanteni sana. Sasa mkutano umefunguliwa rasmi na mwanachama mwenzetu, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam. Waandishi mko wapi? Nataka niongee hivi vizuri. Sasa mkutano mkuu wa Yanga kwa mwaka 2026 umefunguliwa rasmi na mwanachama mwenzetu wa Yanga, mkuu wa mkoa wa Dar es Salaam, Albert Chalamila. Makofi mengi kwake. Iingie kwenye kumbukumbu hii. Baada ya kusema hayo, rais wa klabu ya Young Africans na katibu wa mkutano huu, sasa naomba nirudishe mkutano kwenye meza yenu. Asanteni. Asante mwenyekiti. Moja kiwe juu. Rais wa Yanga watazame wananchi.
Rais wa Yanga, watazame wananchi vizuri. Mwakani! 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 Asante sana Mheshimiwa Rais wa Klabu Young Africans, nafasi ni ya kwako kuweza kufungua mkutano huu. Karibu sana. Naomba rais wa klabu apelekewe maiki pale, atakuja juu baadaye. Nafahamu kwamba Tanzania tuna clubs nyingi, lakini moja klabu nilishawahi kuzungumza kwamba ndani ya mkoa wetu wa Dar es Salaam klabu zote zikishinda huwa anapata furaha, lakini Young Africans ikishinda anapata furaha zaidi. Kwa lugha nyepesi ni kwamba anakuwa happy kwa klabu zote zikishinda, lakini wanapenda kumfuatilia jamaa moja kwenye mitandao anasema I am extremely happy inapotokea Young Africans imeshinda. Sasa in connection na haya, naomba mpokee salamu nyingi kutoka kwa Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan. Na katika kupokeeni salamu zake, naomba nieleze machache kama ifuatavyo. Jambo la kwanza, mwaka huu 2026 kuelekea 2027, taifa letu pamoja na mataifa matatu ya Afrika Mashariki au mawili Afrika Mashariki tumepata heshima kubwa sana ya kuweza kuwa wenyeji wa mashindano ya AFCON. Katika miaka yote ambayo ilishawahi kuwepo katika ukanda wetu wa nchi hii, mwaka huu na hata mwakani, Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania amewekeza fedha nyingi sana katika kujenga facilities za michezo hapa kwetu Tanzania, kwa maana Tanzania bara na visiwani. Hivi ninavyoongea uwanja wa Taifa umekarabatiwa kwa pesa nyingi, lakini kule Zanzibar pia ujenzi unaendelea. Viwanja vidogo vidogo vya michezo hapa kwetu Dar es Salaam vipo na ambavyo vimekwisha kamilika na vingine vinaendelea kukamilika. Zaidi ya bilioni 300 zinawekezwa katika kujenga viwanja hapa tu pamoja na mabarabara.